kumbukumbu ambazo wataishi kuzienzi za mwana wao wa kipekee. Kwa hivi sasa, mtazamaji, naachana na haya, tunaingia kwenye mada. Kama nilivyokuwa nimekueleza, ni kuhusu tatizo la kuvuja damu baada ya mama kujifungua. Kwenye studio siko peke yangu, ninacho kikosi cha wataalam pamoja na mwenye kisa, na pia tutakuwa tunajumuika na wenzangu kutoka kaunti ya Kisumu, kaunti ya Mombasa na kaunti ya Nakuru, wakipata taswira na hisia kutoka kwa wakazi kule, pamoja na baadhi ya wahudumu na wataalam wa afya ya uzazi. Watakuwa wanatueleza jinsi zile kaunti hali ilivyo, ikizingatiwa kwamba bado Kenya kuna hatua kadhaa ambazo tunahitaji kuzitekeleza. Mtakuwa mnatueleza hali halisi jinsi ilivyo na tatizo haswa liko wapi, ni kipi ambacho labda hatukifanyi vizuri, iwapo tunaweza kurekebisha. Tuko mahali pazuri, tuko mahali pabaya, ama tuko katika hali ya wastani. Niko naye Eunice Atsali, ni daktari Eunice Atsali ambaye ni mkunga na pia ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Kenyatta. Karibu sana. Asante. Utakuwa unatueleza mengi kama mhadhiri, na pia iwapo una kisa ambacho ungetaka kutupa utakuwa unatueleza, utakuwa na fursa. Tunaye pia daktari Kireki Omanwa, sio mgeni kwa mtazamaji, tumekuwa naye mara nyingi tukielezea mengi kuhusiana na afya ya uzazi. Yeye ni mtaalamu wa afya ya uzazi na pia ni rais wa shirika la wataalamu wa afya ya uzazi. Karibu sana. Na pia bila kukosea, Eunice pia ni katibu wa shirika la wakunga nchini, sio? Karibu sana. Na pia tunaye Caroline Musili, mwenye kisa. Asante sana kwa ujasiri wako. Bila shaka utakuwa unatueleza safari yako, hali ilikuwaje, na iwapo kuna kile ambacho ulijifunza na umetumia hali hiyo kuwaeleza wakina mama wengine jinsi ya kuzuia ama kubaini iwapo ninavuja, nitajuaje kwamba kiwango ambacho ninavuja sio cha kawaida, sio? Karibuni sana. Mwanzo tutaanza, ningetaka daktari pia na Eunice pia ni daktari na daktari Daktari Kireki pamoja na daktari Eunice, mtakuwa mnatueleza hali halisi ikoje, kwa sababu kulingana na ule utafiti ambao umefanywa majuzi na ripoti ya kitaifa kuhusiana na vifo vya akina mama ambao wanaaga baada ya kujifungua, kuna kaunti ambazo wakina mama wanaonekana hawako salama, na kuna zile kaunti ambazo mama ana uhakika kwamba nikijifungua nitakuwa salama mimi mwenyewe binafsi pamoja na mwanangu. Kabla hata ya kuzitaja zile kaunti, tueleze hali halisi ikoje, Daktari Kireki? Asante sana kwa kunikaribisha hapa studio kusudi kuzungumzia mada hii ambayo ni ya muhimu sana katika afya ya kina mama. Ningelipenda kurudi nyuma kidogo. Mnamo nafikiri mwaka 2015 Baraza Kuu la Shirika la Mataifa lilikaa chini likasema kwamba tuna malengo fulani ambayo tunataka kuyatimiza mnamo ukifika mwaka 2030. Na hayo malengo yaliitwa malengo ya maendeleo endelevu. Na sustainable development goals. Na kati ya hayo malengo, baadhi yao ni kama kutokomeza umaskini, kukomesha njaa, afya na ustawi, usawa wa jinsia na kadhalika. Sasa sisi tuko kwenye lengo la 3, afya ya ustawi na ustawi. Na katika lengo hilo kuna mkataba ambayo serikali zote zilitia sahihi na zikasema kwamba wakati utapofika mwaka 2030 tunataka ile idadi ya kina mama ambao wanaaga dunia iwe imeshuka mpaka iwe imefika 70 kwa kila kina mama 100,000 ambao wanajifungua. Kwa sasa hivi takwimu ambazo tuko nazo sio nzuri sana nchini Kenya. Takwimu ambazo tuko nazo zinaonyesha kwamba tunapoteza kina mama 355 kwa kila 100,000. Kila 100,000 wanawake ambao wanajifungua 355 wanaaga dunia. Kwa hivyo ikiwa kwa mfano kwa jumla, ikiwa kina mama milioni 1 wanajifungua kwa mwaka mmoja, tunapoteza kina mama 3,555. Na hiyo ni idadi kubwa mno. Na idadi kubwa sana. Na hapa muda unatupatia kisogo, kwa maana
Sasa hivi tuko mwaka 2025. Tumebakisha miaka mitano. Tumebakisha miaka mitano. Hiyo idadi tunaweza kuipunguza ikafika 70 na kwa kila. Kabla nikuulize, nikukatiza kidogo daktari, kwa sababu kwa hivi sasa tuko mwaka 2025 na idadi kwa sasa kwa kina mama 100,000 wanaojifungua kuna uwezekano mkubwa, ama idadi iliyopo ni kwamba kina mama 350 wanapoteza uhai wao. Hali ilikuwaje wakati ule wa mwaka 2015? Mwaka 2000, takriban mwaka 2005 tulikuwa tunapoteza kina mama 450 ama 452. Lakini sasa tukumbuke kwamba COVID nayo ikaja, kwa hivyo hizo takwimu hatuzijui vizuri sana vile ambavyo ziko. Kwa hivyo ninahisi kwamba hizi takwimu sio halali, sio halisi na hazitupatii taswira kamili. Na tukilinganisha kwa nchi ambazo zimeendelea, hizi takwimu zetu ni mbaya sana. Kwa maana kwa mfano, wiki jana nilikuwa naongea na daktari fulani kutoka nchi ya Sri Lanka, na nchi ya Sri Lanka ni nchi ambayo inaendelea kama yetu. Hata ingawaje idadi ya watu ambao ni Sri Lanka nafikiri ni kama milioni 22. Idadi ya mama ambao wanaaga dunia wakati wanajifungua ni 24. Na sisi kwetu ni 355. Ni idadi kubwa sana. Majirani zetu kwa mfano kama Afrika Mashariki, Uganda kwa mfano, idadi yao ni 100, nafikiri 150 ama 155. Mnamo mwaka 2000 nafikiri mwaka 2000 idadi yao ilikuwa zaidi ya 400. Kwa hivyo wamepiga hatua kubwa. Wamepiga hatua kubwa sana. Tutataka kujua ni kipi ambacho wamekifanya, ikizingatia kwamba Kenya imepiga hatua kubwa katika masuala mengi, hata maendeleo, ikilinganishwa na mataifa mengi katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla. Lakini kabla ya kumhusisha Daktari Eunice, Tobias Chanje kutoka kaunti ya Mombasa, unaye mtaalam kule. Iwapo unanipata, tupe hali halisi ya jinsi mambo yalivyo kule Mombasa, na sasa umshirikisha huyo mtaalam atuipe taswira kamili ya jinsi hali ilivyo na afya ya kina mama katika kaunti ya Mombasa na ukanda mzima wa Pwani. Na tupo katika hospitali ya Montana ambayo iko katikati ya eneo bunge la Kisauni katika kaunti ya Mombasa, kujaribu kuzungumzia tu swala zima la uvujaji wa damu haswa kwa kina mama wanaojifungua, hali ambayo wanasema kuwa imechangia kwa vifo vingi sana katika kina mama hawa. Na tutakuwa nazungumza na wauguzi wawili. Mwanzo tutaanza na Daktari Rehema Omar ambaye ni mtaalamu wa afya ya uzazi katika hospitali ya Coast General, kwa ni hospitali ambayo inasimamia ukanda mzima wa Pwani. Na baadaye pia tutaweza kuzungumza na muuguzi wa hospitali hii ya Montana kuweza kutupatia tu visa wanavyopata kwa siku kuhusiana na uvujaji huu. Mwanzo tuanze na wewe, ningeomba tu kidogo usimame alafu tuelezee Daktari Omar, msema Daktari Rehema Omar, na tuelezee kuhusiana tu na ni nini kinachangia na hali ipo vipi katika Coast General na upande huu wa Pwani. Naomba nikushikie. Okay. Kwa majina naitwa Dr. Rehema Omar. Uvujaji wa damu nyingi baada ya kuzaa, hili ni jambo kubwa sana hapa Kenya na dunia mzima. Kwa mwaka mzima tunaweza kuwa na visa 150,000, na Kenya yetu kila dakika moja mpaka dakika 4 tunaweza kuwa na mama mmoja ambao anafariki kwa sababu ya uvujaji mwingi wa damu. Na 27% ya vifo hawa wajawazito inatokana na utoaji wa damu nyingi, ambayo kwa lugha ya Kimombo we call it PPH, postpartum hemorrhage. Yeah. Na inachangiwa na nini? Kuchangia, kuna many risk factors ambayo inafanya hii. Kuna we call them 4T's. T's 4. Ya kwanza ni atony. Atony ni ile hali ya kizazi ambayo inafanya isi contract on time, na hii atony inasababishwa na kizazi kikifura sana, kama mfano mtu akiwa na mapacha ama watoto wakubwa, kama mtu ana sukari akipata mtoto kilo 4 na kuendelea. Inaweza pia mtu kama ana maji nyingi ama mtu ana upungufu wa damu pia inaweza kusababisha. Alafu tizi ya pili ni trauma, kukatika
Either unaweza kukatika kwenye shingo ya kizazi ukapata cervical tear, ama unaweza kukatika kwenye vagina ambayo inaitwa vaginal tear, and sometime inaweza kuextend mpaka pia ukapata kukatika kwa kizazi, which is very hard, but sometime inaweza tokea. Hiyo iko under trauma. Alafu ya tatu ni tissues. Sometime ukizalisha inaweza kuwa vile vipande vya placenta zinabaki ndani, ama inaweza kuwa clots, ile damu yenye mgando ikibaki ndani. Na ya mwisho kabisa ni thrombi. Thrombi kwa lugha ya Kiswahili tunaita thiamine. Hii pia ni kama mtu ana shida ile ya damu, pengine platelets ziko low, ama anaweza kuwa na shida ya damu ingine kama leukemia, anything ambayo inafanya mtu awe na shida ya overbleeding, inaweza kusababisha pia mtu akavujwa na damu nyingi after ya kuzaa. Na hii kuvujwa na damu nyingi tunaweza kuquantify kama ukivuja damu ya zaidi ya 500 mils, 500 mils kwa normal delivery, kuzaa kwa njia ya kawaida, ama kuzaa kwa operation ukivuja damu zaidi ya 1000 mils. Yes. Mwisho kabisa, katika hospitali ya Coast General mnapata visa vingapi kwa siku? PPH kama tunavyojua in Coast General haitokei sana, very rare, unless ziwe ni referrals zimetoka nje, kwa sababu hii visa vya PPH kuna prevention ambayo tunafanya, na sisi madaktari mara nyingi tunafundishwa kuna njia nyingi za kufanya kuprevent hii uvujaji mwingi wa damu. Hivyo mara nyingi visa hivi vinarekodiwa katika hospitali zile ndogo ndogo na kliniki. Ndogo, yes. Kwa sababu pale kuna dawa tunapeana, kuna wale watu ambao tunajua hao watapata PPH, pia we try to avoid, we prepare them before wafike kwenye hiyo hali. Kuna dawa tunawapatia kama oxytocin, tunawapatia, kuna tranexamic acid, kuna ingine inaitwa misoprostol, ili kusudi wasifike hii hali. Na wakifika hii hali pia tunajaribu pia kufanya kwamba wasifike hali mbaya, kwa sababu kuna we can handle them. Yeah. Shukrani za dhati daktari, tunashukuru kwa muda wako, na bila shaka unajua Kiswahili, umesema ulisomea Muhimbili Tanzania. Nashukuru sana. Tuweze kuzungumza na muuguzi wa hospitali hii. Tuanze na majina yako na tupatie hali kamili katika hospitali hii iko vipi kuhusiana na swala ambalo tunazungumzia. Kwa majina ni Ambuchi Ezekiel, muuguzi mkuu katika hospitali hii ya Montana. Na kwa siku ya leo tunazungumzia kuhusu uvujaji wa damu mwingi baada ya mama kuzaa ama kujifungua kwa lugha nzuri. Katika hospitali hii sisi kama wauguzi, mimi kama muuguzi, tumejipanga vilivyo, na tangu niwe katika hii hospitali hatujawahi patana na kesi kama hiyo, kwa sababu tumejipanga kabisa. Tuna vifaa vya kutosha, na kwenda zaidi kwa lugha kimombo tutasema PPH kit. Tuko na kitu ambayo inaitwa PPH kit. Hiyo ndio tunatumia in case tukiona kuna sign kama ya kupata hiyo shida, tutaishughulikia kwa haraka na hatujapata shida kama hiyo haswa. Kwa kule mashinani hamuitwi labda na watu majumbani kwao kuwashughulikia kama kuna shida ya dharura? Huku tangu tuanze shughuli hii hatujapata kupigiwa simu au kuitwa kule mashinani, lakini tuna namba zetu ziko kule mashinani. Tushawaarifu kama shida kama hiyo inaweza ikatokelezea, watatuarifu na tutafika kuwasaidia. Asante pia kwa muda wako. Na kama ulivyosikia ni kauli tu za wauguzi kuhusiana na swala zima la uvujaji damu baada ya kuzaa kwa kina mama, leo hii tukiwa katika eneo bunge la Kisauni kuhakikisha kuwa tunawajuza watazamaji wetu. Kutoka huku ni mimi Tobias Chanji. Kutoka eneo la Kisauni, kaunti ya Mombasa, umeweza kuzungumza naye Daktari Omar pamoja na mhudumu Ezekiel, na wametoa taswira ya jinsi eneo la Pwani lilivyo, na hususan kaunti ya Mombasa imeweza kujizatiti katika kukabiliana na vifo vya kina mama baada ya kujifungua. Na kuna takwimu hapa ningetaka Daktari Eunice utazungumzia. Daktari Omar alipokuwa anazungumza na mwenzangu Chanji, amesema kwamba kati ya dakika 1 na dakika 4 kuna uwezekano kuna mama ataaga dunia kutokana na kuvuja damu. Tupe taswira kamili ya jinsi hali ilivyo na kile ambacho umekishuhudia kama mkunga.
Asante sana Agnes. Kwa kweli nataka kwanza congratulate Montana, hospitali ya Montana. Kama wajakabiliana na hali ya PPH, na congratulate kabisa kwa sababu kama wanaona wanawake ambao wanajifungua, then kuna uwezekano siku moja watapatana na postpartum hemorrhage. Na ukweli ni kwamba yes, wamama wanakufa wengi sana. Every few minutes, like 4 minutes, kuna mama anakufa kwa sababu ya kuvuja damu. Na pia of course kuna vitu zingine ambazo zinafanya mama kuaga dunia, lakini kuvuja damu kila dakika 4 hivi duniani mama anakufa kwa sababu ya kuvuja damu. Kwa hivyo kwa nchi yetu it's still the same. Only that utapata mwingine maybe ni kule Western mashinani, mwingine maybe ni Mandera, mwingine ni Garissa, Turkana. Na chenye ninaweza sema kama mkunga, hautarajii sometimes mama anakuja hana uwezekano wa kupata kuvuja damu, lakini hana any signs, lakini unapata mama ameanza kuvuja damu. So inatakana ukue ready kuhudumia huyu mama vilivyo, na uwe na skills and knowledge so that you are able to kuhandle huyu mama, kumshughulikia. Utakuwa unatueleza kwa sababu kuna vile ambavyo mimi nikiwa mama mjamzito nitafika bila kuonyesha dalili yoyote, kama ni zile kliniki pia nilitembelea jinsi inavyostahili, na si kuonyesha ishara yoyote kwamba hali mambo yatageuka, lakini hapo baadaye mambo yanakuwa tofauti. Na pia kuna hizi 40s, kuna ile idadi pia ambayo daktari pia alitaja ya jinsi Uganda imeweza kupiga hatua kubwa mno. Walikuwa na visa vya akina mama 400 wanafariki kati ya 100,000 wanaojifungua, lakini sasa wameenda chini ya 200. Tutataka kujua ni nini ambacho wamekifanya, lakini kabla ya hilo ningetaka sasa kumhusisha Caroline. Uko hapa kutupa kisa chako. Tupe kisa chako. Hali ilianzaje? Asante sana kwa hii fursa. Na kusema kweli ujauzito wangu haukuwa, it was not easy. Na nilianzia pale wakati nilipata ujauzito. Nilianzia na kitu ambacho kinaitwa hyperemesis gravidum, ambayo ilifanya nilikuwa na kila wakati nilikuwa nashinda hospitalini. Wakati nilifika 20 weeks, nilipatikana nilikuwa na fibroids. So ilibidi nimepelekwa theater kufanywa upasuaji. Ukiwa na ujauzito? Nikiwa na ujauzito. Na nashukuru Mungu kwa sababu it was very successful, na mtoto wangu pia alikuwa sawa kabisa. Kutoka hapo nilikuwa na preeclampsia, ambayo ni high blood pressure, ambayo ilichangia at around 32 weeks. Nikafanywa that around 8 months. Nikafanywa upasuaji wa dharura, na zile fibroids ambazo zilikuwa ndani ya uterus ambazo pia zilikuwa zimekuwa pia zilitolewa huo wakati. Baada ya kama siku 5 hivi ndio sasa nilipatwa na PPH. Nilikuwa tayari nimedischarge hospitalini. Ilibidi nimerudisha hospitalini kutoka nyumbani, na nikakuwa admitted pale hospitalini na nikaweza kushughulikiwa. Na ninaweza kusema ya kwamba haikuwa rahisi, ila ni Mungu. Hivyo ndio ninaweza sema kwa sasa. Kwa hivyo wewe ilikuwa ni baada ya saa 24. Hiyo ndio inaitwa secondary PPH. Ningetaka pia sasa mtaweza kutueleza, kwa sababu kuna aina mbili. Kuna hiyo ya kwanza, kuna primary ambayo inafanyika kati ya saa 24 baada ya mama kujifungua, na kuna baada ya saa 24 kama kisa cha Caroline. Tuanze na Daktari Kireki. Asante sana.
Vile ambavyo Daktari Omar amezungumzia kwamba kuna sababu tofauti ambazo zinaweza zikachangia hizo 40s. Mtoto mkubwa, kuna zile tunaita risk factors, mtoto mkubwa, watoto wawili au zaidi, uvimbe kama vile ambavyo Caroline alikuwa nao, fibroids, maji, kile kiasi cha maji ambayo yanamzunguka mtoto, ambayo inafanya kwamba kile kizazi kinajinyosha sana baada mama kujifungua, kile kizazi hakijikunji vile ambavyo kinatakiwa kujikunja. Ni vizuri sana watazamaji wetu waelewe, haswa kina mama, kwamba ule uvujaji wa damu ni vizuri sana kupima na kuangalia baada ya kuzaa kile kiwango cha damu ambacho kinatoka kiko namna gani. Kuna ile padi ambao kina mama wanawekewa baada ya kujifungua, wakiona kwamba kuna kama vibonge vya damu vinatoka, ni vizuri kujulisha mkunga, kumjulisha daktari. Na vitu vingine kama Caroline, wakati ambapo baada ya kuzaa alienda nyumbani baada ya siku 5, ilikuwa ni baada ya siku 5, ndipo sasa uvujaji wa damu kupindukia ukatokea, ukaanza. Ni swala la muhimu sana, vizuri warudi hospitalini. Lakini kuna vitu vingine ni kama mila ama desturi zingine, ambapo wanaambiwa kwamba ikiwa unavuja damu nyingi baada ya kujifungua, ni kama kizazi kinajiosha, kwa hivyo usifikirie sana, itakuwa sawa. Nafikiri hicho ni kitu ambacho ni cha hatari, na ni vizuri kina mama wajue kwamba ikiwa damu inaanza kutoka, ikiwa unatumia pad 2 3 zaidi kama kushinda kawaida, ni vizuri arudi hospitalini, amuone daktari, amuone mkunga, kusudi tuweze kumsaidia. Unaona, ikiwa kama Caroline hangerudi hospitalini, kuna uwezekano mkubwa kwamba hatungekuwa naye hapa hivi leo. Na mama angeenda ameacha mtoto, alafu nafikiri baada ya miezi 2 miezi 3 wanaume vile ambavyo tupo sisi, tungepata mke mwingine na maisha yangeendelea. Na mama wa kambo sio mama. Ni kweli. Na hapo katika kuangalia mwanamke atajuaje ama mama atajuaje kwamba kiwango cha damu kinachotoka sio cha kawaida? Kuna wale wa kule vijijini hawatumii sodo, watajuaje? Daktari Eunice, pia ningetaka utazungumzia hilo, lakini kabla ya kujibu nachukua pumziko fupi mno. Hapo baadaye tutakuwa tunarejea kwenye sehemu ya pili ya mazungumzo. Tutakuwa tunaye Bramwell Bwira kutoka kaunti ya Mombasa na Sam Gashuhi kutoka kaunti ya Kisumu. Nachukua pumziko fupi, mtazamaji. Karibu tena mtazamaji, ikiwa sasa imetimia saa 6 na dakika 12, nikiwa naye Daktari Eunice, Daktari Kireki pamoja na Caroline Musili, wakitueleza na kutufahamisha mengi kuhusiana na jinsi hali ilivyo ya akina mama wanaoaga dunia baada ya kuvuja, baada ya kujifungua, mahali tulipo kama taifa, tatizo liko wapi, na pia watakuwa wanatueleza jinsi ya mama wewe kujua iwapo hali ulioko ni hali ya hatari ama uko katika hali salama. Lakini kabla ya kuwashirikisha, Bramwell Bwire naeleza kwamba yuko tayari kutoka kaunti ya Kisumu. Iwapo unanipata Bwire, usukani ni wako. Shukran sana Gakunga. Kweli ulivyotaja ni kwamba hili ni tatizo sugu ambalo akina mama hukungamana nalo kila wakati wanapokwenda kujifungua. Miezi 9 ya ujauzito wamekwenda pale, wamejifungua salama salmini, lakini kisha baadaye tatizo hili huanza hujiri pindi tu baada ya mama kujifungua. Uvujaji wa damu kupita kiasi. Kuna vile viwango ambavyo vimewekwa pale na wakaguzi ili kuweza kufahamu kwamba hii ni hali ya hatari ama mama huyu yupo sawa. Hapa nipo na mojawapo wa wauguzi. Atatueleza jina lake na utueleze. Kwanza wewe, katika hali zako, shughuli zako za kawaida, ushawahi kukumbana na mama ambaye amepata hili tatizo la kuweza kuvuja damu sana baada ya kujifungua? Asante. Kwa majina ni Valerie Okuko. Mimi ni muuguzi hapa, na katika hali yangu ya kazi nimepatana na wamama wanaovuja damu baada ya kujifungua, and mostly we manage the situation, and there's no death so far has occurred here. Eneo hili la Nyanza, kaunti za Kisumu ni kaunti zile tunasema kaunti za nyumbani, rural counties, na mara nyingi wamama hapa labda hawana ule ufahamu, mara nyingi labda kuna zile mila na tamaduni ambazo zimekuepo. Labda nyinyi mama atajuaje kwamba sasa yeye yupo katika kiwango cha hatari ambacho anahitaji kuweza kufika hapa na kushughulikiwa? Okay, kila wakati mama anapata mimba
tunawaambia wakuje hospitalini for postnatal, prenatal and the clinics. So with them wakikuja tunaangalia ni nini inaweza sababisha uvujaji wa damu akijifungua. Na sasa kwa yule mama ambaye labda yuko pale nyumbani, kwa sababu takwimu zinaonyesha kwamba hapa katika eneo la Nyanza kuna kaunti ya Siaya, kuna kaunti ya Migori, kuna kaunti ya Homa Bay. Ni nini ambacho yule mama anafaa kuangalia haswa pale nyumbani wakati ambapo ameshajifungua? Ni nini zile danger factors, risk factors ambazo anafaa kuangalia wakati ambapo amejifungua ndipo ajue kwamba ana tatizo? Mama anafaa kuangalia kiwango cha damu anavuja. Kuna kiwango inayostahili kuvuja akizaa kwa njia sahihi, that is 500 mils, below 500 mils, and kama si kawaida itakuwa 500 mils and above. Na mama akiona hiyo anafaa kurudi hospitalini ili ahudumiwe. Tatizo la mama kujifungulia nyumbani hapa katika hizi kaunti labda vile vile bado lipo, na ni sababu kuu ya vitu kama hivi? Tatizo hilo bado lipo na ni sababu kuu ya kuwa na uvujaji wa damu wakati wa kujifungua. Na tunahimiza wamama, kila unapopata mimba, tafuta hospitali iliyo karibu na uende uhudumiwe inavyopaswa. Shukran sana. Vile vile na mtafiti ambaye amejikita sana kuweza kuangalia hili swala la mama kuvuja damu. Umekuwa ukifanya utafiti kuhusiana na hizi kaunti ambazo zimetajwa na zimeorodheshwa na ile Wizara ya Afya kwamba zina bado visa vya juu vya mama wanaovuja damu wakati ambapo ameshajifungua. Labda nini ambacho kinafaa kufanya kwa haraka sana? Jambo la kwanza ningependa kutoa kauli ili serikali iweze kuboresha ufadhili wa afya nchini Kenya ili kuhakikisha ya kwamba kuna pesa za kutosha ya kuboresha miundombinu ya afya ili tuwe na hospitali zinavyotosha. Vile vile inapaswa kuwa na wataalamu ambao wana ujuzi ya kusaidia wamama wanaopitia hali hii ya postpartum hemorrhage. Vile vile ningependa kutoa kauli kwa Wakenya wote na hasa wamama waweze kujiandikisha na bima ya afya ya SHA ili waweze kupata huduma zinazofaa katika hospitali zetu, kwa sababu ninaamini ya kwamba tukiwa pamoja na pia ufadhili ikiwa bora tutaweza kuzuia vifo vingi vya wamama wanaozaa. Shukran sana Davis kwa muda wako. Gakunga, ni dhahiri shahiri kwamba hizi kaunti za eneo hili la ukanda wa Ziwa, kaunti ya Homa Bay, kaunti ya Migori na ya Siaya, bado kuna ripotiwa visa hivi. Na jinsi wanavyosema wataalamu pale, huenda vile vile kuna ile kasumba ama tasubi kwamba tamaduni zipo, mama akivuja damu sana huenda labda ule utumbo wake, uzazi wake unajiosha. Kwa hivyo ipo vile vile haja ya kuweza kutolewa mafunzo ya kina kutoka kwa serikali za kaunti kwa kina hawa akina mama, kuambia kwamba ni bora kwamba uweze kuanza kuzalia hospitalini. Tunashukuru kwamba zipo hatua zimezofanywa kuweza kuwaleta wale wakunga wa pale nyumbani kuungana moja kwa moja na serikali ile ya kaunti ya Siaya, wameweza kuingizwa katika ule mfumo wa matibabu ya wamama wajawazito. Kwa hivyo kuna haja ya kina mama kujifungulia hospitalini, na vile vile kuna haja ya vile vifaa na viwango vinaweza kutibu na kupima damu anayovuja mama baada ya kujifungua, ili kuhakikisha kwamba ile ruwaza ya mwaka 2030 hakuna mama ambaye anafaa kufariki kutokana na ujauzito ama akijifungua imeweza kuafikiwa. Kwa hivyo toka Kisumu, Gakunga, kwako pale studio. Asante sana mwenzangu Bramwell Bwira, kwa kweli ameweza kutoa hoja nzito na ameweza kufahamu vizuri na kuchukulia hiyo mada kwa kibinafsi, na ametaja kaunti ya Siaya ikiwa miongoni mwa zile kaunti kulingana na huo utafiti wa MPDSR ni miongoni mwa zile kaunti zinazoongoza kwa idadi ya vifo vya kina mama wanaoaga dunia kutokana na kuvuja damu baada ya kujifungua. Kwa akina mama 100,000 wanaojifungua kaunti ya Siaya,
vifo 336 vimeripotiwa. Hiyo ni kaunti ya Siaya peke yake, idadi ambayo ni ya juu mno. Na alipokuwa anazungumza na yule mhudumu, aliweza kueleza kuhusiana na kile kipimo cha damu 500 mils. Ningetaka ueleze, nitajuaje mimi mwenyewe kupima? Mama akiwa kule mashinani, labda amejifunguliwa akiwa nyumbani, ama labda akiwa hospitalini. Mwingine kama jinsi daktari amesema, iwapo utatumia zaidi ya sodo 3 na kuendelea, ujua kwamba uko katika hali ya hatari. Kuna wale ambao hawana uwezo hata wa kupata sodo. Wanafanyaje? Watajuaje? Wewe kama mkunga, mama atajuaje kwamba yuko katika hali ya hatari? Na pia tutamtumia mfano wa Caroline, atatueleza alijuaje kwamba sasa mahali siko salama, wacha nikimbie kituoni. Asante sana Agnes, and asante kwa yule mwanahabari mwenye yuko kwa Bwire ambaye yuko Kisumu na ambaye ameweza kusimulia vizuri sana kuhusu jambo la kuvuja damu. So mara ya kwanza kabisa, kama mama bado ako na ujauzito, kuna zile vipimo ambazo anapimwa kama hemoglobin level, kujua kama HB yake iko sawa. So huyu mama mwenye ako na HB ambayo ni kidogo, then unaanza kuangalia na kujua huyu ni mama mwenye anaweza vuja damu kupata kile tunaita postpartum hemorrhage. Kwa sababu sometimes si hiyo hata 500. Mama anaweza vuja damu kidogo, lakini anaanza kupata kizunguzungu, unaona na collapse, na labda ni damu kidogo tu, kwa sababu hakuwa mwili yake, kiwango chake kilikuwa chini. Na hiyo ndio case kule like Western Central na uko Nyanza, kwa sababu mama wengi wanapata malaria. So kuna vile mama lazima apewe dawa za kuprevent malaria na pia intestinal worms. Minyoo so unapewa dawa so that inaweza kusaidia mama aongeze kiwango cha damu. Na pia kuna dawa ambazo mama anapewa akija kwenye kliniki kusaidia kuongeza kiwango cha damu. But kuna wale wa mama ambao umefanya hizo vitu zote, lakini amekuja maybe late, maybe hata kuwa anakuja clinic, kama alikuwa anapewa dawa lakini hakuwa na meza. So amekuja kuzaa na damu yake kiwango cha damu kiko chini. So kwa hivyo huyu ni mama ambaye hapo kwenye hospitali lazima apimwe kiwango cha damu, na unapomzalisha hivi unaanza kudhibiti postpartum hemorrhage. So kuna zile vitu tunafanya katika labor ward, kama vile make sure umempatia dawa ya kudhibiti kuvuja damu kama oxytocin, histobacabetocin, then vile Daktari Omari alikuwa amesema pia tranexamic acid unaweza mpatia. So unapeana hizo vitu kuzuia damu. Na pia huyu ni mama ambaye unachukua damu kuprepare damu yake so that kuna damu ya kumpatia in case iende hali mbaya. And then of course unamwanzisha dawa za make sure kudhibiti, kwa sababu pia anaponyonyesha anahitaji damu kiwango cha juu so that aweze kupona haraka during postpartum period. So kuna wale mama sasa, kabla aende nyumbani, kuna mafunzo ambayo atapewa na mkunga na pia na daktari kabla aende nyumbani. Immediately mama akishaza, ukishakanda uzazi wake, unamwekea mkono pale kwenye uzazi wake so that ajue hiyo uzazi kama imejikunja vilivyo inakaa aje. So akienda kule nyumbani atazidi kukanda so that make sure hiyo uterus imejikunja vilivyo, imecontract vilivyo. Sana sana pia tunamwambia in case ako mahali penye hawezi kufika hospitali haraka na ana realize damu imeanza kuvuja na ile uzazi haijajikunja vilivyo, aekele mtoto, kwa sababu ile hormone oxytocin yenye inakunja uzazi ni sehemu yenye inatoa maziwa. So anapokuja hospitali make sure ameweka mtoto kwenye matiti.
but pia kuna ile kujua that mama anavuja damu aje. So kabla hatujafika hapo kuna swala ambalo umelitaja, ningetaka pia mtaweza kuelezea pia, daktari atakuwa anatoa maelezo yake pia kama mtaalam. Katika hapa kujikunja kwa kizazi, kuna hawa kina mama wawili, kuna yule ambaye kizazi kinajikunja vizuri na kuna yule ambaye kizazi hakijikunji vizuri. Tofautisha kati hawa mama wawili. Yeah. So huwa tunawaeleza hivi. So kuna mama akishazaa kizazi, all women, wa mama wote lazima kizazi kijikunje. Kwa sababu remember mama alikuwa uterus kabla uzae ilikuwa ndogo sana. So by the time mtoto ako hapo ndani akigrow, ina expand like 10 times, inapanuka 10 times the normal uterus. So after mtoto ametoka inatakana ijikunje irudi ile size ilikuwa kabla uzae. So hiyo process ndio lazima mama undergo baada ya kuzaa. So immediately after birth huwa ukifeel hapo juu ya tumbo, juu ya chini ya kitovu, uzazi inakuanga huwa imejikunja vilivyo. Ni ngumu, huwa tunasema ni ngumu kama hapa kwenye uso hapa juu. Okay? Na kama atasikia akifeel, cause unamwekelea mkono ajue vile imejikunja vile inakaa. Akisikia iko soft kama hapa penye pua, yes. Unamwambia hiyo haiko vizuri, so unamweleza inatakana akojoe, inatakana ashike na pia aripot kama ako hospitalini. But akiwa pale nyumbani sasa ni kushika, na pia kama haiwezekani arudi hospitali vilivyo haraka. Lakini tena kuna kuona damu yenyewe. So ukiona damu inatoka nyingi kuliko kiwango yenye ulikuwa nayo, then ujue kuna postpartum hemorrhage. So kama unatumia pads, so pads more than 5 kwa siku, hiyo ni nyingi zaidi kama imejaa vizuri. Na huwa tunawaelezea hata akiwa hospitali, tunamwelezea pad kama imejaa inakaa hivi, na kama imepita kiasi ni hivi. So akiwa nyumbani pia ataona damu ikivuja, na hii damu sometimes anaweza ona damu kama high clot. Hakuna, damu inatoka na high clot, haijakanda. So hiyo ni kitu sign hatari sana, kwa sababu huyo ni mama mwenye anaweza poteza hiyo damu haraka sana kutoka kwenye mwili. And then of course pia kuna ile damu yenye inatoka sasa na clots kubwa. Pia hiyo ni hatari, kwa sababu huyu mama labda kuna damu ile yenye imevuja huko ndani. Sasa hiyo ni sign that imeganda sasa inatoweka. Yes, inatoka kama vidonge. So inatakana arudi hospitali ama aite mkunga wake kama hayuko sure. Every time aite either daktari wake ama mkunga wake, amuelezee damu na shuku inatoka nyingi kuliko kiasi. Then kuna pia vile mama ataanza kusikia kizunguzungu. So ukianza kusikia kizunguzungu na unanyonyesha na umekula, then hiyo pia ni hatari, kwa sababu inamaanisha damu imeanza kuwa kidogo. Then of course sometimes pia unaweza pata mama ana collapse. So kama kuna relatives hapo upate mama amecollapse suddenly, then lazima uangalie mbio mama warudishwe hospitali. So huyu ni mama mwenye nitakana kwa hospitali aongezewe damu, na pia aangaliwe kama uterus yake imecontract vizuri. Na vile wamesema pia kunaweza kuwa na vitu zingine zinafanya mama atokwe damu. Kama vile labda placenta imebaki, kipande cha placenta kimebaki kule ndani, ama maybe membranes zimebaki kidogo, ama maybe uterus haicontract, ama maybe alikatika na haikujulikana. Especially kama mtu alimezalia nyumbani, labda alikatika hata kule kwa mlango ya uzazi, kwa cervix. So kule ni ndani sana mtu kujua kama imekatika, so inaweza kuwa inavuja damu. Ama sometimes like now secondary postpartum yenye inakuja after 24 hours, maybe mama amepata infection. So kama amepata infection, then there is a possibility huyu mama anahitaji pia dawa apart from damu, atahitaji pia dawa ya kuzuia ama ya kutibu hiyo infection. Asante sana. Sasa tuje, kabla ya kumhusisha daktari, ningetaka tuje kwako Caroline, tueleze hali ilikuwaje, kwa sababu kuna ule mfano ambao daktari ametumia pamoja na Eunice. Kwako wewe ulikuwa unatumia sodo ngapi? Sasa ndio ukajua sasa niko katika hali ya hatari.
Kusema kweli siwezi kumbuka kabisa nilitumia sodo ngapi, ila ilifika wakati ambayo I was bleeding a lot. And that time I called my gynecologist. Nikamueleza. Na ningeenda hata msalani, damu tu inatoka. Na wakati huo, in fact aliniambia unahitaji kufika hospitali haraka iwezekanavyo. So wakati nilifika, kwa sababu nilikuwa kule nyumbani, wakati nilifika Nairobi, ilibidi mpaka nimeongezewa damu. So I was admitted and nikaanza sasa kushughulikiwa. Yes. Asante sana. Sasa nije kwako Daktari Kireki. Sasa mimi nimekuja kwako kama mteja. Daktari nilikuwa naye hapa siku nyingine akaniambia kwamba tunapokuja kwenye sisi ni wateja. Unatuambia karibu tena na asante sana kwa kuja. Sasa mimi ni mama mjamzito, nimekuja kwako, nataka huduma za matibabu, nina ujauzito bado sijajifungua. Niandae jinsi nitakapo hata fikia wakati wa kujifungua, baada ya kujifungua hata nijue kwamba niko katika hali ya hatari ama niko katika hali iliyo shwari. Asante sana. Kwa kawaida tungelipenda hawa kina mama ama wateja waandaliwe kabla ya kupata ujauzito. Na tunataka waanze kutumia vitu kama supplements. Na waanza kuandaliwa wakiwa na ujauzito wa kipindi kipi? Kabla. Sasa wakishapata ujauzito, kile kipindi cha kwanza kwamba haujaona hedhi zimepita, wiki 4 zimepita, wiki 6, na unahisi kwamba kuna mabadiliko. Umepima na ukathibitisha kwamba wewe ni mjamzito. Hatua ya kwanza ni kwenda kumwona daktari. Na ukija kuniona ama ukienda kumwona daktari ama mkungo, kwa maana sio kila mahali ambapo kuna daktari. Kitu cha kwanza ambacho tunafanya ni kukupima. Tunapima pressure, tunapima uzito, tunakuuliza siku ya mwisho ya hedhi ilikuwa lini. Ndipo tuweze kujua takriban uko na wiki ngapi za ujauzito. Hicho ndicho kitu cha kwanza. Kitu cha pili, haswa katika nchi ambazo zimeendelea, tunataka kupima damu. Tujue kuna kiwango fulani cha homoni ambayo inaonyesha kwamba ujauzito uko sawa ama hauko sawa. Lakini ikiwa hatuna uwezekano, ile tu kupima damu kwa njia ya kupima makojoo kuthibitisha kwamba kuna ujauzito ni sawa. Tungelipenda kukutayarisha mteja kufanya scan ya kwanza, ile kupiga picha ya ujauzito kama wiki ya 8, kupiga wiki ya 7, wiki ya 8. Kwa sababu gani? Kwa sababu wakati huo tunataka kujua mimba imeshika mahali ambapo panatakiwa. Huenda wakati mwingine hii mimba ikashika mahali ambapo hapatakiwi, kitu ambacho tunaita ectopic pregnancy. Na hii ni tahadhari kubwa. Kwa hivyo ni katika wiki ya 7 na wiki ya 8. Wiki ya 7, wiki ya 8. Basi tukishajua kwamba hii mimba iko mahali ambapo inatakiwa kuwa, tunataka kujua kwenye hii mimba kuna mtoto ama hamna mtoto. Kwa maana kuna wakati mwingine mimba ipo, kitu ambacho tunaita gestational sac, lakini hamna mtoto mle ndani. Na ikiwa kuna mtoto mle ndani, kuna mdundo wa moyo ama hamna. Kwa hiyo vitu vitatu. Alafu tunataka kujua hii mimba ni mimba umeshika mimba mmoja, mtoto ni mmoja, ama kuna mapacha. Kwa maana ni tofauti pia. Tukisha hakikisha kwamba hii mimba iko mahali sawa na kila kitu kinaendelea vizuri, tunataka kufanya vipimo kadhaa. Kipimo cha kwanza tunataka kupima kipimo cha damu ambacho daktari hapa amezungumzia. Tunataka kujua kile kiwango cha damu kiko namna gani. Kwa sasa hivi 30% ya kina mama ambao ni wajawazito wana shida ya upungufu wa damu. Na hii 30% ikiwa watajifungua baadaye, kuna hatari kubwa ya hao kupata uvujaji wa damu ya kupindukia baada. Na bado tukisalia kwa hii idadi ya 30%, ni akina mama wa umri upi? Ni kwenye mimba za utotoni? Wote. Basi tukishajua kwamba tunapima kile kipimo cha damu, tunataka kujua wewe kama mama grupu ya damu ni gani.
na grupu ya mumewe ni gani. Kwa sababu gani? Ikiwa wewe una grupu ambayo ni tofauti na ya mzee, kwa mfano una grupu ambayo ni negative na mzee yuko na grupu positive, na kuna uwezekano mkubwa kwamba mtoto ambaye umembeba anabeba ile damu ya nani? Ya mama. Kunaweza kukawa na shida, ama anabeba damu ya baba sio ya mama. Kunaweza kukawa na shida. Kwa sababu gani? Ile kinga ya mwili inafahamu kwamba hapa ni kama kuna adui. Huyu mtoto ni adui, hatakiwi kuwa hapa. Kwa hivyo inafanya nini? Inaanza kutuma mishale kusudi imtoe yule adui. Sawa sawa. Ndio maana kuna... Kwa hivyo iwapo damu ya mtoto ni tofauti na damu ya mama. Na damu ya mama. Kwa hivyo inachukua damu ya baba. Hapo kuna hatari. Ndio, kuna hatari. Ndio maana tunataka kujua damu yako, grupu ya damu yako wewe mama na wewe baba mzazi ni gani. Na asilimia kama 9 hivi ya kina mama hawajui damu yao ni aina gani na damu yao ni negative. Na ikiwa negative kuna asili kubwa kwamba wanaweza wakapata hii shida. Kitu kingine ambacho tunataka kufanya katika ule mchanganyo ile hizi test ambazo tunataka kufanya ni kujua HIV iko namna gani. Kabla hatujafika hapa kwa HIV daktari, niko darasani kwa hivi sasa, nipeleke polepole kwa sababu tuko pamoja na watazamaji. Nina uhakika kwamba pia wanafuatilia. Wakati umetoa hoja ambayo ni muhimu sana na ni jambo ambalo nina uhakika wengi hawafahamu. Wakati sasa nina ujauzito, lakini aina ya damu ya mtoto ambaye ninambeba ni tofauti na yangu. Niko kwenye hatari gani? Unaweza kupoteza hiyo mimba. Kwa maana unaweza kuanza kuvuja damu kabla hata ya kuendelea. Hiyo ambayo tunaita trimester ya kwanza, zile wiki 12. Ama wakati mwingine huyu mtoto anaweza kuendelea kuwa, lakini atakuwa na shida za kiafya. Anaanza kufura mle ndani, ama unakuta huyu mtoto kimo chake ni kidogo na kadhalika. Sasa ikiwa hali ndiyo hiyo, itakuwaje sasa ndio kuokoa yule malaika? Sasa ndio maana tunataka tujue hapo mwanzoni kabisa. Na tukijua kuna mbinu fulani, kuna mikakati fulani ambayo tunaweza kuweka kusudi tuweze kumsaidia huyu mama. Kuna vipimo fulani ambao sasa tukishajua kwamba grupu yako ni tofauti na mzee na yako ni negative na yake ni positive, kuna vipimo zaidi ambavyo tunaweza kuvifanya kusudi tuweze kujua hii hali iko namna gani. Na tukishapata majibu ya hivi vipimo ndivyo tunaweza kumsaidia. Kwa hivyo huyu mama tutaendelea kumuona kwenye clinic badala ya kumuona baada ya kila wiki 4, tunaweza kumuona kila baada ya wiki 2 kwa mfano. Bado tukisalia hapo, iwapo wakati tulipokuwa tunajiandaa kupata sasa ujauzito, kuna umuhimu wa kuwatembelea nyinyi wataalamu wa uzazi? Itabidi ulipe karo sasa. Lakini tuko darasani. Tuko darasani. Huo ndio umuhimu wa kujitayarisha kabla ya kupata ujauzito. Ndio tunataka waje pamoja, wazee, wanaume. Huwa hawapendi kuja kwa madaktari, especially wakiwa na wake zao. Lakini ni kitu cha muhimu. Ndio hata kabla, wakati mwingine tunapendekeza kwamba hata kabla ya kufunga ndoa ni vizuri kujua huyu ambaye atakuwa mke wako, atakuwa mume wako, grupu yake ni gani, ile kujitayarisha. Vile ambapo wamombo wanasema forewarned is forearmed. Ikiwa unajua kwamba yeye ni tofauti, grupu yake ni tofauti na yako, ni mbinu gani tunaweza kufanya, ni mbinu gani sisi kama madaktari tunaweza kuweka kusudi kuwasaidia nyinyi katika maandalizo ya kupata ujauzito. Naweza kuendelea? Tuendelee sasa. Tuendelee. Sasa tumefika kwenye kile kipimo kingine ambacho nilikuwa nazungumzia cha ukimwi. Ukimwi ni ugonjwa ambao unaathiri watu wengi. Na pia kina mama ambao ni wajawazito ama wale ambao wanapanga kupata ujauzito wanaweza pia wameathirika. Kwa hivyo tunataka tujue, ikiwa tunajua kuna mikakati, kuna madawa fulani ambao ni lazima waanze kupata, na haya madawa hayatamadhiri yule mtoto ambao huyu mama anambeba. Alafu baadaye itabidi tupime hiki kiwango cha kile virusi vya ukimwi, kwa maana pia itatusaidia kujua ni jinsi gani huyu mama atajifungua. Atajifungua kwa njia ya kawaida ama atajifungua kwa njia ya upasuaji. Na tukishamaliza hivi vipimo vya trimester ya kwanza, tunataka kumwona huyu mjamzito kila baada ya wiki 4. Na kila mara wakati ambapo anafika kwenye clinic lazima tufanye vitu viwili. Cha kwanza ni kupima uzito, ule uzani wa mama, na cha pili ni kupima pressure. Kwa maana
Caroline hapa alizungumzia kuhusu ile shinikizo la damu wakati wa ujauzito. Na tunaendelea kufanya hivyo. Skani ya pili ambayo inatakiwa kufanywa ni kati ya wiki ya 12 na wiki ya 13. Kwa hivyo baada ya hii ya wiki 7 na 8 ni sasa tuelekea 12 na 12 na 13. Na ni vitu gani ambavyo tunataka kuviona kwenye hii scan? Tunataka kuona vitu kadhaa. Na hii ni scan ambayo, ultrasound scan ambayo yule mtoto anapimwa kutoka kichwa mpaka kwenye vidole vya miguu. Kwa sababu sasa hata amekuwa Kila kitu kiko, mikono iko, miguu iko, kila kitu. Na kuna vitu fulani ambavyo tunavizingatia. Cha kwanza ni huu mfupa wa pua. Hapa kwenye pua. Na kuna kitu ambacho tunaita nuchotranslucency. Hapa upana wa shingo hapa nyuma. Kwa sababu gani? Hawa watoto ambao hawana pua, hawana mfupa wa pua, au unapata kwamba huu upana wa wenye shingo unapita kiasi, unakuta wako na shida za chromosomes. Kwa hivyo ni lazima tuwafanyie hivyo. Na tungelipendekeza kwamba kila mama ambaye ni mjamzito, iwapo yuko Mandera, iwapo yuko Migori, iwapo yuko Nairobi, afanyiwe hivi vipimo. Alafu sasa ikiwa kila kitu kiko sawa, mama ataendelea kuja, huyu mama mjamzito ataendelea kutuona kwenye clinic wakati ambapo itafika wiki 20 na 20, kati ya wiki 20 na 22. Tunataka kufanya skani nyingine. Na kwenye hii scan tunataka kuzingatia ule mdundo wa moyo wa mtoto. Kwa sababu gani? Huu mtoto sasa ni mkubwa kiasi na tunaweza kuona kila kitu kwa njia nzuri. Tunapima ule mdundo, kwa maana hapa ndio tunaweza kuona kudiagnose kama kuna shida zozote za ule moyo wa mtoto. Ikiwa kila kitu kiko sawa, sasa tunaendelea shwari mpaka wiki ya 34, 36. Sasa tukitoka wiki ya 12, 13 sasa tunaelekea 22. Alafu skani ya mwisho tunataka tuifanye wiki ya 34, 36. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunataka tuone yule mtoto ule uzani wake uko namna gani, mtoto amelala jinsi gani. Kwa maana hii pia itatusaidia kujua atajifungua kwa namna gani. Ikiwa mimba ni ya kwanza, ujauzito ni wa kwanza, na kwa mfano mtoto amekaa, matako yametangulia, sasa itabidi sisi tujitayarishe tuone tutamsaidia kwa namna gani. Kwa maana ile kujifungua kwa njia ya kawaida inaweza ikawa ni shida. Huenda ikawa mtoto amelala across. Sasa itabidi tujitayarishe. Tunaweza kujaribu kumpindua yule mtoto, lakini pia hiyo ina tahadhari zake. Kwa hivyo skani ya mwisho tunataka tufanye hiyo wiki 34, 36. Tukishafanya kila kitu kiko sawa, kuna vitu vitatu ambavyo tunamuelezea huyu mjamzito, ambazo tunaita zile bendera nyekundu. Red flags. Bendera ya kwanza ni kuona damu, kuvuja damu wakati wowote. Tafadhali aende hospitalini, asingojee. Kitu cha pili, akiona yale maji ya mtoto yanavuja, asingojee, aende hospitalini. Na kitu cha tatu ambacho kina mama wengi wajawazito ambao wanakuja hospitalini, na inakuwaga ni kitu cha huzuni sana, kwa sababu tunamuuliza mtoto aliacha kucheza lini? Anasema aliacha kucheza kama siku 2, siku 3. Kwa nini haukuja hospitalini? Nilikuwa nafikiri kwamba ataendelea kucheza. Lakini wakati ambapo atakuja unakuta mtoto amefia kwenye kizazi. Kwa hivyo zile bendera tatu lazima tuwaarifu hawa, tuhamasishe hawa wajawazito. Na wakati sasa amefika zile wiki 30, mimba, ujauzito ikiwa umefikisha wiki 37, anaweza akajifungua. Lakini sasa hapa kuna vitu vingine. Ikiwa mama yuko na shida zozote kama shinikizo la damu, kama na ugonjwa wa kisukari, kama na mapacha kwa mfano, na vitu vingine, sasa huyu itabidi ni kama tumweke kwenye ile nini, kwenye microscope. Tunamwangalia badala ya kuja kila baada ya wiki 4, anakuja kila baada ya wiki 2 ama hata wiki 3. Kwa mara zingine anaweza kuja hata kila baada ya wiki 1. Kwa mfano tuna kina mama wajawazito ambao wamepoteza mimba mara 7, mara 8, na kila ikifika wiki 4, wiki 8, wiki 9, wiki 10, mimba inafanya nini? Inapotea.
hawa ni lazima tuangalie sana kwa ukamilifu, kwa maana tunataka tuwasaidie angalau wapate mtoto mmoja. Kwa hivyo ikiwa itamaanisha kwamba atakuja kila wiki moja, kila baada ya kila wiki mbili, tutawaona, na tunataka tuwasaidie wakina mama kusudi angalau wajifungue, waende nyumbani na mtoto. Asante sana daktari, wewe ni mwalimu mzuri kweli, tumeweza kufahamu mengi. Asante kwa kweli, tumefahamu mengi kwa sababu hata mimi nimeweza kuelewa mengi sana. Sasa kuna mengi ambayo daktari ametaja, na kwa wengi ambao tumepitia katika hiyo safari, kuna yale ambayo ametaja tunaweka tick, kuna yale mengine ametaja tunayasikia kwa mara ya kwanza. Itakuwaje? Kwa sababu hata mwelekezi wangu ananiuliza, ni kila daktari, ni kila mkunga ambaye anafanyia mhudumu mama huyu mteja anapofika pale huyu mama hivi vipimo vyote, itakuwaje? Kuna vile vipimo ambavyo daktari amevitaja ni muhimu na kila mama anafaa kufanyiwa, lakini hatufanyiwi. Shida iko wapi? Kweli kuna vipimo vingi ambavyo vinahitaji kufanywa, lakini routinely kuna kitu kwa nchi yetu inaitwa guideline. So nchi iko na guidelines zenye zinaenda kwa kila huduma ya afya. So uko lazima kila mtu pale ahamasishwe chenye nitakana kifanyiwe kila mama and at what gestation. So kama vile daktari amesema, at booking unafanywa hizo vipimo zile zenye amesema, kama hemoglobin level, blood grouping, and then of course if possible scan kama kuna mahali penye kuna picha, kupiga picha. Okay? Na umetaja hata nikukatiza hivyo kwa sababu daktari alitueleza kutoka wiki ya 7 umuhimu wa kufanya hizo scans hata wakati sasa mama anafika wakati wa kujifungua. Tusidhani kwamba tu tunaenda scan kumtoto ajulikane ni wa jinsia gani na kujulikana kwamba mtoto yuko sawa basi. Kuna umuhimu mkubwa sana. Kila hatua na kila scan kile ambacho kinaangaliwa kutoka kwa wiki ya 7 ni tofauti hadi wakati mama anafika wiki ya 36. Umesema iwapo kunazo scan. Hatari iko wapi iwapo labda huyo mama atachukuliwa scan moja ama labda kipindi kizima hatafanyiwa? Sasa kuna kwa hiyo guideline pia kuna that category. So inatakana kwa kila mama, of course tuna tamani mama afanyiwe hizo scans mara tatu kwa ujauzito. Lakini kuna zile sehemu ambazo mama haezi kuafford. And that's why sasa nchi ya Kenya saa hii tunasema tukue na kitu inaitwa point of care ultrasound. Point of care ultrasound ile yenye kila mhudumu mahali penye mama anaenda anaweza fanya scan haraka bila kwenda for referral mahali mbali. But kabla tufike hapo, kuna very important scan yenye kila mama lazima afanyiwe at 22 to 24 weeks. So lazima kila mama afanyiwe hiyo, kwa sababu sasa hiyo ndio itatuambia vitu nyingi. Itatuambia kuhusu mtoto kama roho yake inapiga vizuri, itatuambia kama kuna any abnormality at that particular level. So hiyo ni muhimu zaidi. Kama alikosa zingine zote lazima afanyiwe hiyo ya 20 to 24 weeks. Kwa sababu itatusaidia kujua huyu mtoto vile ana survive kule ndani na kama ata survive katika kile kipindi ambacho kimesalia. Exactly. So vitu zingine vile maybe vile mtoto amekaa kwa tumbo na vitu kama hizo, mhudumu wa afya saa zingine anaweza pima. So unaona wakifinya tumbo. So hiyo unaweza hata kama hakuelezi mengi kuna kile ambacho anakifanya. Although maelezo ni muhimu, Agnes. Kila mtu akiguzwa inatakana ujue ni kwa nini naguzwa mahali fulani na kwa nini nafanyiwa kitu fulani kila mara ukienda hospitali. Na tunaweza ambia wamama ukienda hospitali demand, uliza maswali uambiwe. Hata kama mtu amesahau kuambia, then uliza. So ulikuwa umeuliza ni kwa nini watu wengine hawafanyiwi hizi vipimo. Obvious, maybe kwa sababu ako mahali penye haziwezi kufanywa. So for example uko level 2, maybe kuna some lab investigations zenye haziwezi kufanywa pale. So huwa mhudumu anakurefer uende mahali penye inaweza fanywa alafu kuje na majibu. But sasa unapata wamama wengi sana watafanya zile vitu, but chenye naweza waambia wamama, it's very important waende wafanyiwe zile investigations ambazo
daktari amemwandikia, because ni ya kumsaidia yeye na kusaidia pia mtoto wake. So na pia of course kuna ile ukosefu wa utaalamu. So unapata mtu ako mahali pengine penye kuna utaalamu unakosekana. So kwa sababu ya hiyo unapata kuna vitu nyingi mama anakosa kufanyiwa. So hizo ndio baadhi ya vitu ambazo zinafanya mama asifanyiwe. Baadhi ya changamoto ambazo zinakumba mama katika maeneo fulani. Sasa mama yuko katika hiyo hali ya hatari, anavuja. Ni huduma zipi ambazo anazipata na kwa dharura ili kumuokoa? Daktari. Nafikiri kuna vitu tofauti ambavyo vinatakikana. Kwa maana hii ni hali ya hatari ya huyo mama. Ni lazima apelekwe kwenye hospitali, mahali ambapo atapata huduma mwafaka. Kuna vitu fulani ambavyo lazima vipate, ambavyo na vita ni nguzo. Na sio kwa huyu mama ambaye anavuja damu peke yake, lakini kina mama wote ambao wanaweza kuvuja damu kupindukia baada ya kujifungua. Kitu cha kwanza ni rasilimali watu. Human resource. Lazima tuwe na madaktari bingwa ambao wana uzoefu, ambao wana ujuaji, wana zile skills ambazo wanaweza kuwasaidia. Na ni kitu cha za kuhuzunisha sana, kwa sababu miaka 62 baada ya kupata uhuru, kuna kaunti ambazo hazina daktari ambaye ni daktari wa uzazi, gynecologist. Kuna kaunti ambazo ziko na gynecologist mmoja ama wawili kwa kaunti. Na ikiwa hatuna rasilimali watu, hatuwezi kuwasaidia wakina mama. Tunahitaji wakunga pia. Kwa maana daktari hawezi kufanya kazi peke yake. Tunahitaji wakunga, tunahitaji wauguzi, hata wale porters ni watu wa muhimu sana. Tunahitaji damu, kwa maana huyu mama wakati ambapo anakuja hospitalini na anavuja damu, lazima ile damu tuifanye nini? Tumwekee. Kitu ambacho ni cha kuhuzunisha pia ni kwamba sisi kama nchi ya Kenya kwa sasa hivi tunakusanya kama vitengo 4.5 hadi 500,000 vya damu. Na hii ni asilimia kama 60 ya ile damu ambayo tunahitaji. Na asilimia 75 ya hii damu ambayo inakusanyika ni kina nani ambao wanaitumia? Ni kina mama. Ni kina mama. Kwa hivyo tuna shida ya kukusanya damu kusudi tusaidie hawa kina mama. Kitu kingine ni madawa. Kitu kingine cha kuhuzunisha. Leo ni kama ni kuhuzunisha tu, tunahuzunika tu. Jinsi mambo yalivyo. Baadhi ya madawa ambayo tunayatumia ni madawa gushi. Hapa daktari alizungumzia kuhusu oxytocin. Kuna oxytocin, hii ni dawa ambayo huwa inatumika kwa nafasi kama hii, wakati ambapo mama anavuja damu, kusudi kile kizazi kifanye nini? Kijikunje kwa haraka. Kwa hivyo unakuta wakati mwingine ile oxytocin ambayo imeandikwa kwamba hapa ni 10 units, unakuta pengine ni 3 units. Kwa hivyo unampatia, unamdunga sindano, na dawa iko kiwango cha chini. Dawa iko kiwango cha chini. Kwa hivyo ni dawa gushi. Na tuna hizo dawa. Kuna utafiti ambao ulifanywa ambao unaitwa Emotive, na ukaonyesha kwamba tunapata dawa gushi. Na hizi dawa ni sababu ya hawa kina mama kufanya nini? Kuvuja damu kupindukia. Kuna vile vifaa ambavyo vinatakiwa kutumika, ambavyo wakati mwingine havipatikani na vinatakikana, havipo. Vile vyumba vya kuwahudumia hawa kina mama ambao wako kwenye hali mahututi, ICU, unapata havipo. Ama unakuta hospitalini kuna chumba ambacho kimeandikwa kwamba hii ni ICU unit, lakini unapata mle ndani hamna vifaa, ama pengine vifaa vipo lakini hamna wale ambao wanaweza kuvihudumia. Kwa hivyo kuna vitu tofauti. Ukitoa nguzo moja ya hizi 5, hatuwezi kuwasaidia wakina mama. Unaweza ukawa na madaktari lakini hauna damu, ama una madaktari una damu hauna madawa. Una madaktari una damu una madawa lakini hauna ICU. Una madaktari una dawa una ICU hauna vifaa. Kwa hivyo hizi nguzo zote lazima ziwepo katika kila hospitali. Lazima ziwe ili kuweza kutoa huduma ambayo ni huduma bora. Haya, kwa sababu muda haunasi, kwa dakika moja tu tukimalizia. Mama anaona kwamba mimi nimejifungua mtoto wa kwanza, mtoto wa pili. Sasa ninapopata mtoto, ninaposhika mimba ya 3, hata kabla ya kwenda kituoni, naenda pale kwenye duka la kuuza dawa, naanza sasa nipe pregnant care.
nipe sijui nini. Najitibu kabla niende kwa kina Daktari Eunice na Kireki. Hatari iko wapi pale sasa? Wakati sasa ameanza kujitibu mwenyewe. Na hii ni shida ambayo inawakumba Wakenya wote, sio kina mama wajawazito pekee. Leo tunamlenga huyu mama. Tumlenge mama. Kwa sababu ile dawa ambayo unapewa haujui kama hii dawa itakusaidia ama haitakusaidia. Lakini kwa sababu kina mama nyinyi mkizungumza, unazungumza na marafiki unasema wakati nilikuwa mjamzito nilitumia hii na ikanisaidia. Mbona usitumie? Na kwa hivyo ni jambo zuri sana, lakini ni jambo ambalo ni hatari. Kwa sababu ilinisaidia hii dawa haimaanishi kwamba itamsaidia huyu mwingine. Kwa hivyo tujihadharishe. Kitu cha muhimu ni kumwenda kumuona daktari, mwende muone mkunga, alafu tuanze hii safari ya ujauzito pamoja, kusudi lengo letu, madhumuni yetu ni kumwokoa mama na mtoto waende nyumbani wakiwa hali salama. Asante sana. Bila shaka asante sana Caroline kwa kutupa kisa chako. Daktari Kireki, kwa kweli tumekuwa darasani tumesoma mengi, pamoja na Daktari Eunice tumekuwa darasani tumesoma mengi sana. Mtazamaji, nina uhakika kwamba kwa kweli wataalam wameweza kukusaidia. Pia tukua na wataalam kutoka kaunti ya Kisumu na kutoka pia pale Mombasa, wametupa taswira kamili ya jinsi kaunti zile zinavyoendelea kufanya na jinsi maisha ya mama yataendelea kuokolewa akiwa na ujauzito na hata baada ya kujifungua pamoja na yule mtoto wake. Kuna muhimu sana kutembelea kituo cha matibabu iwapo umegundua kwamba una ujauzito. Uanze safari ya kwenda kwenye hizo kliniki, upewe masharti pamoja na zile huduma ambazo utahitaji na kuchukuliwa vipimo, kwa sababu ni muhimu sana kwa mama iwapo una ujauzito kuchukuliwa vipimo ili ufahamike utasaidika vipi na jinsi hali yako ilivyo pamoja na usalama wa yule mtoto ambaye umembeba. Mtazamaji, kwa kweli na uhakika kwamba umenufaika na kipindi cha leo kama jinsi nilivyonufaika, na asante sana kwa wote waliosaidia kuandaa taarifa za hivi leo pamoja na wewe mtazamaji kwa muda wako. Mimi ni Agnes Gakunga, nasema asante sana pamoja na kikosi kizima. Kuwa na siku njema.